Ladies and gentlemen, welcome again. Karibuni sana. This is your friend and your pastor Boniface Makanda, all the way from Glory Church, Ongata Rongai, Nairobi, Kenya. And I'm bringing to you the word of God today live, from wherever you are. Good morning, good afternoon, and good evening, depending from where you are watching us. Na wasalimu katika jina la Yesu, popote ambapo mpo, wale ambao mnanisikiza kupitia kwa radio yetu ya Milele FM, wale ambao mnanitazama via Facebook Live and YouTube Live. God bless you for tuning in. This is the day that the Lord has made. Indeed, we shall rejoice and be glad in it. I want us to hear the word of God today from the book of Matthew, chapter 17. I want to read verse 20, and then we can hear the word of God from there. And this is what the Bible says. Hallelujah. And he said unto them, because of your little faith, for verily I say unto you, if you have faith as grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence ye yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Yesu akawaambia wanafunzi yake wakati mmoja kwamba iwapo mtakuwa na imani kama angalau mbegu ya aradani, basi mtaamuru mlima huu umoleke na ujitupe baharini, nao utatii. Na leo nataka kuongea kuhusu imani ambayo inazalisha, faith that produces, imani ambayo inazalisha. Ladies and gentlemen, I want you to understand that we have faith that produces. Listen, child of God, both fear and faith are product of the information that you carry and possess. Imani pamoja na uoga zote zinatokana na ujumbe ama neno ambalo unalo katika moyo wako. Kwa hivyo popote ulipo ambapo umekuwa ukinisikiliza msikilizaji mpendwa, na popote ambapo unanitazama, I want you to understand one thing, that faith is a carrier of the producer of every miracle. Yani imani ndio huzalisha kila muujiza ambao unaweza ukatamani katika jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema kwamba pasipo imani, Waebrania 11 mstari wa 6, na pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Na lazima ujue kwamba kuna vitu ambavyo sasa zingine vinasababisha watu wanakosa imani. Sikia nikwambie mwana Mungu, kwa kila kitu ambacho unataka katika maisha yako, kwa kila kitu ambacho unaomba Mungu akupe, inachukua imani. Imani inakuwa ni kama gari ya kusafirisha vitu kutoka kwa Mungu hadi kwako mahali ambapo umeketi. Imani inakuwa ni kama gari ya kusafirisha baraka zako kutoka kule kwingine hadi mahali ambapo uko. Imani inakuwa ni kama ni pesa ambazo watu wanatumia kununua vitu katika ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu, pesa ambazo zinatumika ni imani. Kwa hivyo imani inakuwa ni pesa ambazo zina dhamana sawa sawa katika kila taifa. Faith is a commodity, is a currency with the same value in every nation worldwide you can ever think of. Hallelujah. And I want you to know one thing. Kuna vitu ambavyo vinasababisha takosa kuwa na imani hii ambayo inazalisha matunda. And I want to speak to you some few things here. Number one, kuna vitu ambavyo vinasababisha imani inakuwa imani ambayo haiwezi kuzalisha. Number one, lack of the word of God in your spirit. Kumbuka maandiko yanasema kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17, imani huja kwa kusikia na kwa kusikia neno la Mungu. Therefore, faith comes by hearing, and by hearing the word of God or the voice of God. In other words, faith comes by hearing, and by hearing the voice of God, the word of Jesus Christ. Imani huja kwa kusikia neno la Mungu, kwa kusikia sauti ya Mungu. Kwa hivyo unaposikia sauti ya Mungu, imani inakuja. Kwa hivyo unapata kwamba pasipokuwa na neno la Mungu ndani ya moyo wako, imani inashindwa kujizalisha. Haleluya. Jambo la pili ni kwamba ambalo linazuia imani ni uoga. Na mpenzi msikilizaji, kuna vitu viwili ambapo
vinapigana kila wakati katika maisha ya Mkristo. There are two things that are ever contrary to each other, yet they live in the life of a believer. This is common sense and faith. Listen, child of God, where faith is active, common sense goes missing. And where common sense is active, faith goes missing. Now, anytime you have fear, you realize that your faith stops from working. Wakati wote ambapo kuna uoga katika maisha yako, unapata kwamba imani inaacha kufanya kazi. Kwa hivyo unapata kwamba imani haihitaji uoga. Imani haihitaji uoga. Inahitaji uwe mjasiri pasipo uoga wowote. Hallelujah. Kwa hivyo naelewa kwamba common sense ama mawazo, imani haitaki mambo ya kujadiliana, itawezekana, haitawezekana. Imani inahitaji mtu ambaye unakaa ni kama wazimu, unaamuka unafanya vitu pasipo kuuliza. That's how faith works. Faith works with people who are aggressive. Hallelujah. Kitu kingine cha tatu ambacho kinasababisha imani inakataa kuzalisha matunda ni doubt, kushukua na shauku katika moyo wako. Biblia inasema kwamba chochote ambacho mnaomba, aminini ya kwamba kimeshatendeka. Whatever you ask God for, believe that it has been done and it shall be so, without doubting. Pasipo kuwa na shauku, unapata kwamba jambo hilo linakuwa ni jambo la kutendeka. Hallelujah. Jambo lingine ambalo lina affect imani ni kitu kinaitwa crowd ama umati. Bila shaka mara kwa mara unapotaka kufanya kitu, haswa Mungu anapokutuma kufanya kitu na uamue kufanya kwa kuangalia watu na kwa kuuliza watu, unapata kwamba utakosa kufanya majukumu ama kutimiza yale mambo ambayo Mungu amekuita. Hebu jiulize, wakati Mungu alimuita Abrahamu akamwambia njoo unitolee sadaka, Abrahamu aende atoe mwana wake Isaka. Kama Abrahamu angeamua kumuuliza mke wake ama kuuliza watu wengine, bila shaka hangeweza kumtii Mungu. Kwa hivyo unapata kwamba saa zingine mambo ambayo ungependa kufanya kama mwana wa Mungu, inabidi utoke peke yako pasipo kujiunga na watu. Unapojiunga na watu, unapata kwamba saa zingine imani yako inakuwa dhaifu kiasi ya kwamba haiwezi ikatendeka. Maana kuna wengine ambao wataanza kukushusha moyo, watakwambia haiwezekani, watakwambia akijaona ilikifanyika, watakwambia kuna mtu ambaye fanya jambo hilo, watakwambia hayo mambo huwa hayatendeki hapa kwetu. Na bila shaka unaposikia mambo kama hayo, imani yako inashushwa. Whenever you discuss faith with other people, you realize that you get discouraged, and therefore you cannot be able to function effectively the way you're supposed to be. Therefore, get out of every crowd in the mighty name of Jesus Christ. Jambo lingine la ni efforts or human strength, ni kutumia nguvu zako kama mwanadamu. Mambo ya imani yanahitaji kumtegemea Mungu fully kwa vyovyote vile. Inamaanisha kwamba unasahau akili yako, vitu vyako na vyote ambavyo unavijua ama unavitambua, unamtegemea Mungu. Kuna watu wengine ambapo leo hii wananisikiza na wamekuwa wakishindwa kwa sababu wanaona kwamba labda mtu fulani atawasaidia, labda wanajiona na mtu fulani serikalini, labda kuna mtu fulani katika ngazi za juu ambaye anaweza kumsaidia. Na leo hii nimekuja kukuambia hivi, mwana wa Mungu, msaada wetu hautoki mashariki, hautoki magharibi, hautoki kusini wala kaskazini, bali msaada wetu unatoka kwa Mungu. Kwa hivyo unapojitolea kwa Mungu, inabidi ya kwamba utumie nguvu za Mungu na wala sio nguvu zako mwenyewe. Mara kwa mara kuna watu katika Biblia ambao wanamtegemea Mungu. Kwa kama Gideon, wakati vita vimechacha, Gideon akatengeneza mwenge na akaanza kuimba, akaambia watu waimbe pamoja naye. Walikuwa wanaimba mwenge wa Mungu, mwenge wa Gideon. Hakuna nguvu zilitumika, lakini Biblia inasema kwamba walipata ushindi. Ni kwa sababu gani? Sio kwa nguvu wala uweza, bali ni kwa Roho wa Bwana. It's not by strength nor by power, but by the power of the Almighty. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Unapata kwamba nguvu za Mungu zinapokuja ndani mwako, unapata kwamba zinazalisha matunda. Kitu kingine ambacho kinazuia imani kufanya kazi ni dini ama mkusanyiko wetu ambapo tunakaa ndani. Kuna watu ambao wamekaa katika dini mpaka wakati wote tunapowaambia kitu wanawaza dini itasema namna gani, hii atasema namna gani, kasisi wangu atasema namna gani, padri wangu atasema namna gani, pastor wangu atasema namna gani, askofu atasema namna gani. Mambo ya imani inapita mipaka ya viongozi na mambo mengine. Hii inaandamana pamoja na kutii neno la Mungu sawa sawa na jinsi lilivyo, na wala si kwa kutii mambo ambayo
viongozi wa dini wanakuambia. Biblia inasema kitabu cha Marko sura yake ni ya 2, mstari wake mdogo ni ule wa 5. Kuna wakati ambapo Yesu Kristo aliambia ule mtu ambaye alikuwa amepooza ya kwamba wewe mtu, imani yako, dhambi zako zimesamehewa. Na Biblia inasema kwamba kuna wazee wa dini ambao walibaki mahali pale wakinung'unika, huyu ni nani hata aweze kusamehe dhambi? Huyu ni nani hata anasamehe dhambi? Biblia inasema ya kwamba Yesu aliwatazama na akajua walichokuwa wakiwaza. Wakauliza, na nyinyi ni lipi gumu la kusema, dhambi zimesamehewa ama inuka ujituke godoro na uende? Na ili mjue ya kwamba mwana wa Adamu ana nguvu, ewe mtu mgonjwa, amuka ajituke godoro lako na uende. Unapata ya kwamba watu mara kwa mara, dini ilikuwa wazee wa dini walikuwa wanajaribu kuzuia umsikia. Kuna watu ambao wamefungwa kwa ajili ya dini. Maana dini yako imekuambia usifanye hivi, vaa hivi, tembea hivi, fanya hivi. Nimekuja kukutangazia tumeokolewa na damu ya Yesu Kristo, na tuko huru na tunamtegemea Mungu kwa kila jambo ambalo tunafanya. Imani haitakani na mambo ya dini. Imani inatakana kuamini neno la Mungu jinsi lilivyo. Haleluya. Jambo lingine la mwisho ambalo linazuia imani yetu ni kinywa ambacho kimefungwa. Sikia nikwambie wana Mungu, kwa kila kitu ambacho unaamini ndani ya moyo wako, inabidi pia ukitamke na kinywa chako. Ni kupitia kwa kukitamka ambapo unapata kwamba imani yako inawekwa katika matendo. Imani haifanyi kazi isipokuwa baada ya kutamkwa. Lazima utamke kile unachoamini ndani ya moyo wako, kitamke. Unapokitamka, imani inasababisha uumbaji unafanyika katika ulimwengu wa rohoni na pia katika ulimwengu wa asili. Unapozungumza, imani inataka uzungumze. Na ndiposa Biblia imesema ya kwamba unapokuwa na imani kiasi kidogo kama mbegu ya aradani, basi bila shaka utaamuru mlima. Sio kwamba utautazama, utaamuru mlima. Sio kwamba utawazia, hapana, utaamuru. Kuamuru inamaanisha kwamba utatumia kinywa chako kunena juu ya jambo fulani. Kuna watu leo hii wananitazama na wengine wananisikiliza katika redio, lakini wanapitia maisha magumu ambapo wanashindwa watafanya namna gani. Leo hii nimekuja na habari njema juu ya maisha yako, mwana wa Mungu. Kwa kile kitu ambacho unapitia, Bwana anasema hivi kwa Biblia, kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari mdogo wa 7, neno langu likikaa ndani mwako, ukikaa ndani mwangu, neno lako likaa ndani mwako, basi uliza chochote utakacho nawe utapewa. Kuuliza inamaanisha nini? Fungua kinywa chako na unene. Kinywa ambacho kimefunga, basi ni baraka ambazo zimefungwa. Inabidi ufungue kinywa chako kusudi uweze kuzungumza. Kwa hivyo chochote ambacho Bwana amekupa, hiyo hali ambayo unapitia, fungua kinywa, nena. Fungua kinywa, zungumza. Haleluya. Fungua kinywa, nena. Usijali ni hali ya aina gani, nena. Fungua kinywa chako na unene. Wewe ni mgonjwa, ambia hayo magonjwa kwa jina la Yesu Kristo, kwa mapigo ya Yesu nilishapona. Magonjwa ondoka katika maisha yangu. Mimi natembea katika ushindi wa Yesu Kristo. Je, ni tatizo fulani unalopitia? Ambia Bwana Yesu kwamba mimi kwa mapigo ya Yesu nilipona na najua Yesu aliniponya. Tamkia hilo jambo ambalo unapitia, maana kila hali ina masikio na inasikia. Every situation has got ears and it does hear. Therefore, whatever you believe in your heart, declare it and speak it out to the people using your mouth, and so shall it be in the mighty name of Jesus. Nataka nikupatie kitu kingine hapa, wings of faith. Imani ina mbawa zake. Kumbuka nimekuambia imani inafika mahali ambapo hata ndege haiwezi kufika, ama chombo chote hakiwezi kufika. Imani inapita, haina mipaka, na imani pia ina mbawa zake ambayo inatembea juu yake. Mbawa ya kwanza ya imani ni mtazamo, focus. Hiyo ndio mbawa ya kwanza ya imani. Mbawa ya pili ni speech, maneno ya kinywa. Hayo ni muhimu sana. Mbawa za tatu ni practicing faith, ama kuishi ama kufanya neno la Mungu, ama kujaribu neno la Mungu ambalo umesikia. Hii inamaanisha kwamba ukisikia chochote, Biblia ikisema kwamba umepona, vile ninavyozungumza sasa hivi, nakuambia umepona katika jina la Yesu. Kwa hivyo imani inabidi inuka kwa miguu yako miwili, uanze kufanya kile kitu ambacho ulikuwa huwezi fanya. Labda mtazamaji ama msikilizaji unanisikiza ukiwa kwenye kitanda chako cha magonjwa, unaona ni kama umefika mwisho wako, labda umekuwa mgonjwa pale kwa kitanda kwa muda mrefu, na kutangazia leo katika jina la Yesu Kristo, Yesu Kristo amekuponya. Basi inuka kutoka mahali ambapo upo, anza kutembea. Ni kwa sababu Bwana Yesu Kristo
amekuponya. Haleluya. Bwana amekuponya katika jina la Yesu Kristo. Imani inataka uweze kuzungumza, pasipo kuzungumza sio imani. Haleluya. Kwa hivyo nataka kuongea kuhusu hiki inaitwa focus. Focus inamaanisha mtazamo. Whatever you cannot see, you cannot have it. Chochote ambacho huwezi ukaona, bila shaka huwezi ukawa nacho. Chochote ambacho huwezi ukaona, huwezi ukawa nacho. Kwa kila kitu ambacho unahitaji mwana wa Mungu, inabidi uweze kukiona, uweze kukiona. Kile ambacho huwezi ukaona, huwezi ukakipokea. Na ndiposa leo hii nimekuletea nikakwambia hivi, sikiza mwana wa Mungu, macho ambayo yanatazama ni mengi, lakini macho ambayo yanaona ni machache sana. Kwa hivyo kwa kila hali, chochote ambacho unatamani, unatamani nini? Unatamani amani, lazima uione amani. Unatamani Bwana Yesu kukuondoa katika umaskini na katika mng'ang'ano, lazima uweze kuona. Unatamani Bwana Yesu kuondoa katika madeni, lazima uweze kuona. You must first of all see exactly what you are talking about. Hallelujah. The eyes have the ability to see the exact reflection of the reality. Faith starts by seeing. Imani inaanza kwa kuona. After God had spoken through His word, you must be able to see exactly what that has been spoken working over your life. You should be able to see yourself in the scripture and you become the same. Lazima uwe na uwezo wa kujiona katika maandiko. Unaposoma maandiko yanaposema kwamba na Mungu akamuumba Adamu na Hawa, lazima ujiangalie uone kwamba mahali pa Adamu na Hawa lazima uweke jina lako. Hapo ni Boniface. Mungu alikuwa anaongea kuhusu Boniface. Bila sema kwamba kwa mapigo ya Yesu Kristo ulipona, sema kwa mapigo ya Yesu Kristo Boniface ulipona. Unaanza kujiona katika maandiko, unaanza kujitazama. Your focus plays a key role towards your recovery. Mtazamo wako unashikilia sehemu kubwa sana kuhusu ukombozi wako. Kuna mambo mengi Mungu anaweza kufanya juu ya maisha yako, lakini kuna kitu Mungu anaweza kufanya juu ya maisha yako Mungu hawezi akaona kwa niaba yako. God will never see for you. You must therefore open up your eyes and see exactly what the Lord is doing. You will never have it until you have opened up your eyes and see. You must see exactly what the Lord is saying and what the Lord is promising you in the mighty name of Jesus Christ. Kuna siku moja Mungu akaangalia Abrahamu, akaona huyu jamaa kama nimemwambia nitampa mtoto, lakini haoni kile ambacho ninamwahidi. Haoni kile ambacho nimemwambia. Bila shaka nitasababisha ili aweze kuona. Mungu akachukua Abrahamu akampeleka mpaka baharini. Akampeleka pale akamuuliza unaona nini? Akamwambia naona mchanga wa baharini. Unaweza ukahesabu? Akasema siwezi kuhesabu. Akasema jinsi ambavyo mchanga huu ni mwingi, vivyo hivyo ndivyo uzao wako utakapokuwa. Akamtoa pale usiku tena akampeleka nje. Akamwambia tazama angani. Akatazama akaona nyota. Akamuuliza unaona ngapi nyota? Unaweza ukahesabu? Akasema hapana. Akamwambia hesabu. Akajaribu kuhesabu, hangeweza kuona. Mungu akamwambia vivyo hivyo ndivyo uzao wako utakavyokuwa. Kwa hivyo mpenzi msikilizaji, mtazamaji, popote ulipo ambapo unatazama, pamoja katika nyumba yako na familia yako, sikia nikuambie mwana Mungu, usipoweza kuona mambo haya ambayo Mungu amekuahidia, bila shaka huwezi ukakumbana pamoja nayo. Mungu anataka uyaone kwanza, kisha baadaye anapoleta utajua haya ndio mambo Mungu alinizungumzia, ama haya sio mambo ambayo Mungu alinizungumzia. Najua nazungumza na mtu jioni ya leo, najua nazungumza na mtu asubuhi hii ama mchana wa sasa, wakati ambapo unasikiza popote pale ambapo upo. Sikia mwana Mungu nikwambie, your focus must be alive. Kuna mtu mmoja katika Biblia unaposoma kitabu cha Wafalme wa Pili sura yake ya 6, 2 Kings chapter 6 verse 15 to 23, maandiko yanazungumzia jamaa mmoja kwa jina Gehazi akiwa na nabii Elisha. Walikuwa wameketi mahali, wakasikia sauti ya farasi, sauti ya moto wa silaha za moto zinakuja kuwavamia. Sasa wakati huo ndipo huyu jamaa kwa jina Gehazi ambaye alikuwa mtumishi wa Elisha akaangalia, akaona majeshi yamekuja kuangamiza. Akitazama kwa akaona pia majeshi yamekuja kuangamiza. Alikuwa ametoka nje kujisaidia, akarudi ndani ya nyumba akilia mbio. Anakaa chini anatetemeka. Nabii akamuuliza, jamani kuna nini endelea? Akamwambia, boss, tumeisha. We are finished. Akamuuliza kuna nini? Akamwambia kuna majeshi ya Syria inakuja kutumaliza. Wafilisti wametoka huko, watu wanakuja kutumaliza. Maandiko yanasema kwamba huyu jamaa akamwambia, hapana, walio upande wetu ni wengi kuliko walio upande wao. Akasema, boss, uelewe kile ambacho tunazungumza juu yake. Akamwambia, tazama, Mungu nabii alifanya kitu rahisi sana. Alimwambia Mungu, mfungue huyu kijana macho ili aone.
alipofunguliwa macho aliona jeshi kubwa ambalo lilikuwa upande wao zaidi ya lile ambalo lilikuwa linakuja kuwataka. Macho yake ilipofuka kama kumbe walio upande wetu ni wengi. Bila shaka hapo hapo akaanza kupokea muujiza wake kupitia kwa kuona. Aliona mwana wa Mungu. Haijalishi unatakiwa na nani, haijalishi umetumiwa majini, umetumiwa makasumba, maimuna, uchawi, kila jambo, matusi, laana za kila aina, nimekuja kukutangazia wakati wa sasa katika jina la Yesu Kristo. Fungua macho yako ukaone ukuu wa Bwana Yesu. Fungua macho yako ukaone uwepo wa Bwana. Fungua macho yako ukaone ushindi. Acha kuangalia mng'ang'ano na kuteseka. Angalia ushindi ambao Bwana Yesu amekupa. Angalia ushindi ambao Bwana Yesu amekupa. Unapoutazama na kuona, bila shaka utaupata. Hallelujah. Utaupata katika jina la Yesu Kristo. As you see, you shall receive. Hallelujah. Biblia inazungumza kitabu cha Hesabu sura ya 13 mstari wa 33 ya kwamba Musa akawatuma wajasusi 12 kwenda katika nchi ya Kanaani kufanya nini? Kufanya udadisi ama kuchungulia ama kwenda kuspy, kuchunguza, kujua nchi hii ni ya namna gani, watu wanaokaa huko ni watu wa aina gani, na vyakula vya huko ni vya aina gani, na kitu gani kinaendelea mahali pale. Maandiko yanasema walipoenda watu 10 macho yao yaliamua kuona majitu, lakini watu 2 wakaamua kuona nini? Kuona ushindi wa Bwana Yesu Kristo, ambao alikuwa Caleb pamoja na nani? Caleb na Yoshua. Wakaona ushindi. Kwa hivyo walipokuja hawa watu 10 wakaambia Musa, Musa, hiyo nchi inakula wenyeji. Tumejiona kama panzi. Tumeona majitu katika nchi hiyo. Hatuwezi tukaimiliki hiyo nchi. Hawa walikuwa ni watu 10. Lakini watu 2 wakakuja wakasema, Musa, hiyo nchi ni nzuri. Hiyo nchi ina matunda. Ijapokuwa kuna watu, lakini tunajua kwamba Mungu anaweza kutupatia ushindi. Maana jinsi ambavyo alitupa ushindi katika nchi ya Misri, hata vile vile hii pia Mungu atatupa ushindi. Hallelujah. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba waliona ushindi badala ya kuona kushindwa. Leo hii nakutangazia mwana wa Mungu, anza kuona kupona badala ya kuona kifo. Katika magonjwa yako na katika mauti yako, anza kuona uzima badala ya kuona kifo. Katika mng'ang'ano wako, anza kuona baraka badala ya kuona laana. Anza kuona utajiri badala ya kuona umaskini. Anza kuona kuinuliwa badala ya kuona kushindwa na kulemazwa. Anza kuona kufunguliwa njia badala ya kuona kuteseka. Anza kuona kuajiriwa kazi badala ya kuona kufukuzwa kwa nyumba. Anza kuona the opposite. Unless your eyes are able to see, you cannot embrace exactly what Jehovah God has promised you. Hallelujah. Maandiko yanasema hivi, kitabu cha Mwanzo sura 22 mstari wa 12. Siku moja Mungu akamwambia Abrahamu, nataka uende mpaka mlimani Moria ukanitolee sadaka. Ni kwa sababu nataka unionyeshe kama unanipenda. Abrahamu akachukua mtoto wake Isaka, wakaenda mpaka mlima. Walipofika pale mlimani, wakiwa anaenda kutoa sadaka yake, Abrahamu kwa sababu ya kutii akainua kisu ili amchinje mwanawe. Biblia inasema ya kwamba huyu jamaa kwa jina Abrahamu akasikia sauti ya Mungu ikisema kutoka kwa malaika kwamba, Abrahamu, usimchinje mwanao, tazama na utaona. Abrahamu alipotazama, ilikuwa kwa kutazama, alipotazama, maandiko yanasema kwamba aliona mwana kondoo. Mungu akamwambia, mchinje huyu. Sikia mwana wa Mungu, unapofungua macho yako na kutazama, utaona the provision of the Lord. Utaona Bwana amepeana. Hallelujah. Unapofungua macho kutazama, akafungua macho akatazama, akaona chakula, akaona mnyama ambao alichinja kama sadaka. Kwa kila kitu ambacho unatafuta mwana wa Mungu, kinapatikana katika kuona. Sijui unatazama kitu gani leo hii. Sielewi mtazamo wako uko namna gani. Kuna uwezekano yamkini umepitia mambo kiasi ya kwamba chochote ambacho unawaza, whatever you are thinking about, it is the pain you have been for so long. Maybe you have gone through so much until you are not able to see the goodness of the Lord. You are only seeing the pain. You are only seeing the suffering. You are only seeing the rejection. You are only seeing the dejection. You are only seeing the predicaments of what you have been going through. I'm here as a prophet of God to declare to you today in the mighty name of Jesus. Move your eyes from what you are seeing and focus on what the Lord is about to do unto your life, and you shall encounter the glory of God. Hallelujah. Biblia inasema kwamba kuna mwanamke mmoja kwa jina Hagai. Huyu Hagai alikuwa amezaa mtoto na Abrahamu. Huyu mtoto alikuwa anaitwa Ishmaeli. Siku moja maandiko yanasema kwamba
Hagai akaambiwa na Sara aondoke, ni kwa sababu kulikuwa na vita vilikuwa vimeanza, vita vya mzozo hapa na pale kidogo kidogo. Akamwambia aondoke aende zake. Akafika jangwani, hakuna chakula, hakuna maji. Wakahangaika kila mahali wakitafuta maji, hawakuona chochote. Huyu mama akahangaika, hakuona chochote. Sikia maana Mungu alikwambia leo, kuna uwezekano kile ambacho unatafuta kiko karibu na wewe, lakini mradi mpaka macho atakapofunguka ndipo utakapoona. Biblia inasema kwamba wakahangaika everywhere, lakini alipofika amechoka akaambia Mungu, God, do not allow me to die with my child. Kindly help me out with my baby. The Bible says the Lord spoke to Hagar, akamwambia geuka kando yako na utazame. Alipogeuka akapata kulikuwa na shimo la maji, shimo ambalo lilikuwa pale miaka yote, lakini kwa sababu macho yake yalikuwa yamefunga hangeweza kuliona. Your miracle is right next to you, but because your eyes have not been opening up to see what the Lord is up to, that's why you're not been able to see. But I'm here to declare to you, child of God, from wherever you are watching me from wherever you are listening, that the Bible says when Hagar turned aside to look at the well, he saw water. They drank and they were at peace. When you open up your eyes, you will see what other people are not seeing. When you open up your eyes, your faith will be put to work. Wakati Musa alifika katika bahari ya Shamu, his eyes were able to see a road in the midst of the Red Sea. Watu walikuwa wanalia, Musa tumekufa, tutakufa katika jangwa, tutakufa katika bahari. But Moses was seeing a highway in the midst of the sea. I'm here to speak to somebody in the mighty name of Jesus Christ, that there's a highway for you today. There is a highway for you today. There's a highway for you today. Open up your eyes to see in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Biblia inasema hivi, kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 2 mstari wa 10. Kuna wakati Elia alitaka kuchukuliwa na Elisha akapambanua katika ulimwengu wa rohoni, huyu bosi wangu leo anaenda, na akasema mimi nataka nipate baraka kutoka kwake. Elia akamwambia, niombe kitu ambacho nataka nikuachie. Elisha akasema, mimi nataka sehemu 2 ya mafuta ama upako ulionao. Akamwambia kwamba leo hii ukiniona nikienda, bila shaka utapata. Maandiko yanasema kwamba wakati Elia alipokuwa anachukuliwa, Elisha akamtazama kama, hey, bwana wangu, akaachiliwa kitambaa ambacho kwa Kiingereza naita mantle. And when the mantle fall upon Elisha, he received the anointing that was upon Elijah by seeing. Hallelujah. When the servant of Elisha saw a small hand, a small cloud like the hand of a man, mtumishi wa Elia akaona wingu kiasi kidogo kama mkono wa mwanadamu. 1 Kings chapter 18 verse 14. Akaambia Elia, nimeona wingu ndogo sehemu zile za mbali kama mkono wa mwanadamu. Elia hakuona wingu ndogo, aliona mvua mingi. Akaambia Ahab, hebu kaa twende nyumbani, maana inakuja kunyesha. Sijui umeona dalili gani ndogo. Listen, child of God, you always attract what you see. You create what you are focused on or what you are able to see. It is the focus on the positivity that results into result that can bring a testimony. What you see is what exactly you receive. If in your pursuit for scripture you are able to see yourself, you will receive it. Kile ambacho unaona katika ulimwengu wa rohoni ndicho unachokipokea. Hallelujah. I also want to do the enemies of faith as I finish our sermon today. Adui wa imani tunapoendelea kumalizia ibada yetu ya leo. Hallelujah. Number 1 is your past. Maisha iliyopita na mambo iliyopita. Every time you look at your past failure, your past pain, your past suffering, you are likely to fail in faith. Stop looking at where you are coming from and focus on the Lord. Number 2, your present, where you are. In whatever you are going through, do not look at yourself. Focus on the bronze serpent that is lifted up. Maandiko yanasema katika Yohana 3, jinsi ambavyo Musa nyoka ya shaba iliinuliwa jangwani, vivyo hivyo ndivyo mwana wa Adamu alivyoinuliwa Yesu Kristo. Acha kutazama matatizo yako, tazama Yesu Kristo aliyeinuliwa, na utapata maisha yako yakibadilika. Hallelujah. Jambo lingine,
ambalo linaweza kusababisha imani yako irudi chini is looking at the surrounding. Biblia inasema ya kwamba Peter alipokuwa anatembea juu ya maji, akaangalia anatembea juu ya maji, akaamua kutazama chini kivuli na kutaka kufeel, hey, kwa anatembea juu ya maji. Immediately he focused down. Immediately he focused the surrounding. The Bible says Peter began to drown. Hata kutazama mazingira. The fact that your neighbor is going through certain things, it doesn't matter, you're going through the same as well. You are different, and therefore you are going to encounter the blessing of the Lord. Ladies and gentlemen, I know where you are. You are trusting God for a miracle. You are trusting God for an encounter. I'm here to introduce to you one person who is a miracle worker. His name is Jesus Christ. He's more than able to deliver you. I want to pray for you from wherever you are. Nataka kuombea. Haijalishi unapitia maisha gani ama mambo gani. Leo hii Bwana Yesu Kristo amejiandaa kwa ajili ya kukomboa maisha yako. Leo hii Bwana Yesu haitaki kujua umekaa muda gani. Labda kuna mtu ananitazama leo ama ananisikiza. Anasema, pastor, mchungaji, nimekaa katika maisha ya kuteseka kwa muda mrefu. Sikia nikwambie, hata kama una miaka 80 bado hujachelewa. Hata kama una miaka 100 bado hujachelewa. Miaka 50 bado hujachelewa. You can still get married at the age of 50. God is not limited by age. You can still get married, child of God. I want to help you receive these blessings today. And for you to receive this faith, first of all, you need to give your life to Jesus Christ. You need to receive Jesus Christ as your personal Savior. You need to receive Christ as your Lord and your Savior. When you receive Him, your life will start taking a new shape, a new dimension. In the mighty name of Jesus. Are you there? Uko pale? Ungependa kupokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Nataka uombe pamoja na mimi ombi hili. Sema, Bwana Yesu Mwokozi, natubu dhambi zangu. Nisamehe leo na kupokea wewe Yesu kama Mwokozi wa maisha yangu. Leo hii Roho Mtakatifu karibu ndani mwangu. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima na ufute jina langu kutoka kitabu cha mauti. Baba, nakupenda na nitakufuata katika jina la Yesu. Amen. Now, I just saw, if you have just prayed that prayer, congratulations. We are praying for you. We are trusting God for you, for your miracles, and for your God encounter, for you to encounter God's presence. We are so happy. Congratulations for what you have just received. I want to pray for all my viewers and all my listeners popote ambapo upo, ili upokee muujiza wako kwa yale mambo ambayo unapitia. Nataka kuomba pamoja na wewe. Nataka labda kama umeketi karibu na redio, unaweza shika redio yako, labda uko mbali, unaweza weka mkono wako kwa kifua, au unaweza nyosha mikono yako pamoja nami ili tuweze kuomba pamoja kwa chochote kile ambacho unapitia, na Mungu ataweza kubariki. Baba, kwa jina la Yesu, asante kwa ajili ya mtazamaji wangu na pia msikilizaji ambaye anasikiza wakati wa sasa. I release miracles of every kind in their lives. In the mighty name of Jesus, I cast out every demon. I cast out every oppression of the devil. Every curse, every sickness and every disease in that family, in that marriage, be destroyed today in the name of Jesus Christ. Naangamiza kila mapepo, naangamiza kila uchawi, naangamiza kila laana katika jina la Yesu Kristo. Natamka baraka juu ya maisha yako. Pokea muujiza wako sasa. Pokea uzima, pokea afya, pokea baraka zako leo katika jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amina. Bwana akutende mema hadi tukutane tena. Huyu ni rafiki yako na pastor wako Boniface Makanda kutoka hapa GMI Glory Church Ongata Rongai. Labda unatafuta mahali pa kuabudu. Tuko katikati ya police station and from opposite Karen Hospital Ongata Rongai branch. Hapa Bwana atakubariki, atakutenda mema. See you again. I love you so much. You can share this with friends. You can download, you can share this with other people. You can click our like button. You can subscribe to our channel as well, and you can share this with friends. Let this be a blessing to you and to other people in Jesus' name. God bless you. God keep you. Amen, amen, amen. Hallelujah. Shalom.